Madaktari wameshatuhakikishia ninyi ni watoto wa kiume kabisa, mko vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, karibuni katika adhimisho hili la furaha na shukrani kwa Mungu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana siku hii ya leo kwamba katika mpango wake mtakatifu atapenda siku hii ya leo kutujalia vijana watatu mafrateri wa jimbo la Moshi kuwa mashemasi, halafu vijana 16 mashemasi kuwa mapadri, na kijana mmoja shemasi Andrea Tesha wa shirika hilo la Orosminiani atakuwa padri katika ibada hii. Ni jambo la furaha na shukrani za pekee kwa Mwenyezi Mungu kujaliwa baraka kubwa kama hiyo. Kwa hiyo katika adhimisho hili ninaomba kwanza kabisa, tukifahamu pia hali halisi ilivyo, tumwombe atujalie liwe ni adhimisho la sala, adhimisho la usalama. Tuadhimishe kwa utulivu na usalama mpaka mwisho, adhimisho la amani, adhimisho la kupokea baraka za pekee, maono na maonjo ya pekee kutoka kwa Mungu kutokana na siku hii takatifu. Anatujalia vijana hawa 17 waingie katika uwanja wa uinjilishaji na umisionari kama mapadre. Wote ni Watanzania, wote ni Watanzania. Na watatu kuingia katika daraja la ushemasi, na wao wakishaingia huko pia ni wakwetu, hawezi kutoka. Wakitoka watakufa. Tunajimaliza wenyewe, najimaliza wenyewe. Tunafurahi mkishaingia huko, leo ni wetu, tunawakamata. Wapendwa, hilo ni tukio, ni baraka ya pekee sana. Tumshukuru Mungu kwa zawadi hii kubwa tunayopata bila mastahili yetu. Tuwaombea vijana wetu wanaokuwa mapadri kwa mashemasi, wamaamua wao wenyewe kwa hiari yao kumtolea Mwenyezi Mungu nafsi zao hai, nafsi zao wakiwa hai kabisa bila makando kando, nafsi zao hai kama sadaka takatifu yenye kumpendeza Mungu, yenye kupendeza kanisa lake takatifu na kupendeza watu wote watakaokutana nao katika maeneo yao ya utume. Sasa jambo hilo ni zito sana. Wanajitoa leo wazima, nafsi zao wanamkabidhi Mungu, wanampa Mungu, wanajitoa kama sadaka takatifu, sadaka inayokubalika mbele ya Bwana. Anaizungumzia Mtakatifu Paulo katika barua yake kwa Waroma sura ya 12 ule mstari wa 1 mpaka wa 2. Kumtolea Mungu sadaka iliyo hai, iliyo takatifu, inayompendeza, ndiyo wanayofanya leo wa vijana wetu. Tunawapongeza mno kwa kufikia hatua hiyo, kwa ujasiri huo. Lakini tujue pia kwamba vijana hawa wachanga kabisa wanaendelea kubaki huku duniani. Huku duniani kuna mambo ya ajabu vijana wetu siku hizi, mengine mnawafahamu kuliko mimi, ya ajabu. Lakini nyinyi mmeamua hivyo mkiwa mnafahamu pia kwamba kuna hayo mambo, kwamba nyinyi mnakuwa sadaka hai, mnatolea nafsi zenu mkiwa wazima, hai kabisa. Hakuna aliye mtu nusu hapa. Madaktari wameshatuhakikishia ninyi ni watoto wa kiume kabisa, mko vizuri. Muna nguvu na akili timamu kabisa, lakini kwa uhuru wenu mmeamua kumpa Mwenyezi Mungu nafsi zenu hai
kama ishara ya sadaka yenu takatifu na yenye kumpendeza Mungu, kulipendeza kanisa lake takatifu. What a blessing. What a blessing. Even if you were God. Kupewa zawadi nzuri namna hiyo ya vijana wenye nyuso nzuri kama nyinyi na akili nzuri kama nyinyi. Mnasema sisi ni wa Mungu na makanisa lake na watu ambao wataweka mikononi mwetu. Kila kingine huku duniani tumekiacha. Hapo pazuri sana hapo. Lakini jamani, tujue kwamba Mtakatifu Paulo anatuambia tena mahali pengine ni hazina katika vyombo vya udongo. Watoto, vijana wetu wanapokea hazina hiyo, leo watawekwa wakfu, wawe mali ya Mungu kabisa mpaka kifo. Kwa mfano Melkisedeki, hawatakuwa na baba wala mama wala hawana mwanzo wala mwisho. Dunia yote ni ya kwao, wanaogelea huko kwenye ulimwengu wa Mungu kama Yesu. Sasa wako duniani ni hazina katika vyombo vya udongo. Wanabakia kuwa wanadamu tu, wanaweka wakfu wakiwa wanadamu na wanabakia hivyo na hizo habari zao zote. Tuwaombee sana, tuwaombee hawa vijana wetu, hilo tamanio lao la kuwa sadaka yenye harufu nzuri, sadaka takatifu, sadaka ya kumpendeza Mungu na kanisa lake, mahali popote watakapokuwa, iwe kweli. Kwa hiyo nyinyi vijana tunawaomba pia muikimbilie sana neema ya Mungu, mkiwa mnajua kwamba nyinyi ni hazina katika vyombo vya udongo. Ni hazina. Leo mtameremeta sana, lakini bado mnabakia wanadamu, ni viumbe dhaifu. Lakini mkimbilieni Mungu, kimbilieni Yesu katika sala, katika sakramenti, katika neno lake, katika kujinyima, katika kujikatalia. Kujikatalia na kwenda mbali kabisa. Na wakati mwingine ukiona inafaa ukimbie for the sake of your security. Ujikomboe. Nyinyi bado ni vyombo vya udongo, ni hazina. Mnapokea sakramenti ya upadi, mnafanywa kwa watoto wa Mungu. Mtawekwa wakfu wote. Muwe mali ya Mungu. Muwe mali ya Mungu kwa milele yote. Lakini mkiwa duniani ni vyombo vya udongo. Endeleeni kumtegemea Mungu sana, kuomba neema ya Mungu. Neema ya Mungu Bwana tukubali, tusicheze nayo. Ina nguvu kuliko udhaifu wetu. Mkiamua kujishika na Kristo na Mungu na neno lake takatifu, mtaishi upadi kwa heshima zote na ushemasi. Acheni kujidanganya hapa. It is too hard to be a priest in the world of today. Mbona Yesu aliweza? Mbona amewaita? Tatizo ni kwamba liko hapo. Tunafikia mahali ambapo hatujitambui kwamba sisi ni hazina katika vyombo vya udongo. Na hivi tumkimbilie Yesu daima. Tumkimbilie Mungu. Tukimbilie mbingu. Maana neema ya Mungu ina nguvu kuliko udhaifu wetu. Hakuna kitu kitakachoshinda neema ya Mungu. Je, tunaikimbilia usiku na mchana? Ndilo tunalowaombea vijana wangu. Na waomba sana kwenye adhimisho hili. Hawa vijana wanakuwa mapadi leo wote na wengine wanakuwa mashemasi, lakini katika ulimwengu ambao mnaufahamu, sisi tunaomba wabaki kwenye hicho wanachomwambia Mungu leo, kwamba amejitoa kama sadaka safi, sadaka yenye harufu nzuri, sadaka takatifu ya kumpendeza Mungu na kanisa lake. Sinaombea wabaki hapo. Tuwaombee. Tumuombe Mama Bikira Maria pale ambapo anaona kwamba wanaibiwa awarudishe. Mama wa kanisa, mama wa mapadri, awarudishe nyumbani, mkae kwa Yesu pamoja na magumu yote. Ndugu zangu, tukiwa hapo karibuni sasa, tukiri dhambi zetu ili tupate kusahilishwa kwa adhimisha mafumbo matakatifu.